Kutoka sura ya 37 mstari wa 25 hadi mstari wa 28. Kutengeneza madhabahu ya kufukizia uvumba. Kisha akafanya hiyo madhabahu ya kufukizia uvumba ya mti wa mshita. Urefu wake ulikuwa ni dhiraa moja, na upana wake ulikuwa ni dhiraa moja, na upana wake ulikuwa ni dhiraa moja. Ilikuwa mraba, na kwenda juu kwake kulikuwa ni dhiraa 2, na pembe zake zilikuwa za kitu kimoja nayo. Naye akaifunika dhahabu safi upande wa juu na mbavu zake pande zote, na hizo pembe zake akaifanyia na ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote. Naye akaifanyia vikuku viwili vya dhahabu na kuvitia chini ya ukingo wake, katika mbavu zake 2, katika pande zake 2, na viwe ni mahali pa hiyo miti ya kuichukulia. Kisha akafanya hiyo miti kwa mti wa mshita na kuifunika dhahabu. Kutoka sura ya 37 mstari wa 29. Kutengeneza mafuta ya kupaka na uvumba. Kisha akafanya hayo mafuta matakatifu ya kutiwa na ule uvumba safi wa viungo vya manukato vizuri, na kuandama kazi ya mtengenezaji manukato. Kutoka sura ya 38 mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Kutengeneza madhabahu ya sadaka ya kuchomwa. Kisha akafanya hiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ya mti wa mshita, mrefu wake ukiwa dhiraa 5 na upana wake ulikuwa dhiraa 5. Ilikuwa mraba, na kwenda juu kwake kulikuwa ni dhiraa 3. Naye akazifanya pembe zake katika ncha zake 4. Hizo pembe zilikuwa za kitu kimoja nayo. Naye akaifunika shaba. Kisha akafanya vyombo vyote vya madhabahu, yaani sufuria zake na majembe yake na mabakuli yake na uma wake na meko yake. Vyombo vyake vyote akavifanya vya shaba. Naye akaifanyia madhabahu wavu wa shaba, akautia chini ya ukingo kuizunguka pande zote, ukawa katikati ya hiyo madhabahu. Naye akasubu vikuku 4 kwa kutiwa katika pembe 4 za huo wavu wa shaba,
viwe mahali pa kutia ile miti ya kuichukulia. Naye akaifanya hiyo miti kwa mti wa mshita na kuifunika shaba. Naye akaitia ile miti katika vile vikuku vilivyokuwa katika mbavu za hiyo madhabahu ili kuichukua. Akaifanya yenye mvungu ndani wa zile mbao. Kisha akafanya hilo birika la shaba na la tako lake la shaba. Shaba hiyo ilikuwa ni ya vioo vya wanawake wenye kutumika waliokuwa wakitumika mlangoni mwa hema ya kukutania. Kutoka sura ya 38 mstari wa 9 hadi mstari wa 20. Kutengeneza behewa la sanduku la agano. Naye akafanya ule ua upande wa kusini kwa kuelekea kusini. Chandarua ya ua ilikuwa ya nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa, kiasi cha dhiraa 100. Nguzo zake zilikuwa 20 na matako yake yalikuwa 20. Yalikuwa ya shaba. Kulabu za nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Upande wa kaskazini ulikuwa ni dhiraa 100 vivyo. Nguzo zake 20 na matako yake 20 yalikuwa ni ya shaba. Kulabu za nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Upande wa magharibi mlikuwa na chandarua ya dhiraa 50. Nguzo zake zilikuwa ni 10 na matako yake 10. Kulabu za hizo nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Upande wa mashariki kuelekea mashariki dhiraa 50. Chandarua ya upande mmoja wa lango ilikuwa dhiraa 15 urefu wake, na nguzo zake 3 na matako yake 3. Ni vivyo upande wa pili, upande huu na huu. Langoni mwa ua mlikuwa na chandarua ya dhiraa 15 urefu wake. Nguzo zake zilikuwa ni 3 na matako yake 3. Chandarua za nguo zote za ule ua zilizouzunguka pande zote zilikuwa za nguo za kitani nzuri iliyosokotwa, na matako ya zile nguzo yalikuwa ya shaba. Kulabu za hizo nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha, na vichwa vya zile nguzo vilikuwa ni vya fedha. Na nguzo zote za huo ua zilikuwa kwa vitanzi vya fedha. Na hilo pazia la lango la ua lilikuwa
ni kazi ya mwenye kutia taraza. Lilikuwa la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Lilikuwa na urefu wake dhiraa 20 na kutukuka kwake katika huo upana wake kulikuwa dhiraa 5, kupatana na ile chandarua ya ua. Na nguzo zake zilikuwa 4 na matako yake 4 yalikuwa ya shaba. Kulabu zake zilikuwa za fedha, na vichwa vyake na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Na vigungi vyote vya maskani na vya ua ulioizunguka pande zote vilikuwa vya shaba. Kutoka sura ya 38 mstari wa 21 hadi mstari wa 31. Kutengeneza behewa la sanduku la agano. Jumla ya vile vyombo vilivyofanywa kwa ajili ya hiyo maskani vilifanywa kwa ajili ya hiyo maskani. Hiyo maskani ya ushuhuda ni hii, kama vilivyohesabiwa, kama maagizo ya Musa yalivyokuwa, kwa ajili ya utumishi wa Walawi kwa mkono wa Ithamari mwana wa Haruni kuhani, na Bezaleli mwana wa Uri mwana wa Huri wa kabila ya Yuda. Akafanya yote Bwana aliyomwagiza Musa. Na pamoja naye alikuwa na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani, aliyekuwa fundi wa kuchora nakshi, mfanyaji wa kazi mwerevu. Naye alikuwa mwenye kutia taraza za nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri. Dhahabu yote iliyotumiwa kwa ajili ya hiyo kazi, katika kazi hiyo yote ya mahali patakatifu, hiyo dhahabu ya matoleo ilikuwa ni talanta 29 na shekeli 730 kwa kadri ya shekeli ya mahali patakatifu. Na fedha ya hao waliohesabiwa watu wa huo mkutano ilikuwa talanta 100 na shekeli 1775 kwa kadri ya shekeli ya mahali patakatifu. Kichwa beka, maana nusu shekeli kwa kadiri ya shekeli ya mahali patakatifu, kwa ajili ya kila mtu aliyepita, kwa wale waliohesabiwa, aliyekuwa na umri wa miaka 20 au zaidi, kwa ajili ya watu waume 603,000
na 500 na 50, 603, 550. Na hizo talanta 100 za fedha zilikuwa kusubu yale matako ya mahali patakatifu na matako ya hilo pazia, matako 100 kwa hizo talanta 100, talanta moja, 5 moja. Na hizo shekeli 1,775 na 75. Akafanya vifungo vya hizo nguzo na kuvifunika fedha vile vichwa vyake na kufanya vitanzi vyake. Na hiyo shaba iliyoletwa ilikuwa ni talanta 70 na shekeli 2,400. Naye akafanya ya hiyo shaba matako kwa ajili ya lango la hema ya kukutania, na hiyo madhabahu ya shaba, na ule wavu wa shaba kwa ajili yake, na vyombo vyote vya hiyo madhabahu, na matako ya ua kuzunguka pande zote, na matako ya lango la huo ua, na vigingi vyote vya maskani, na vigingi vyote vya ua uliozunguka pande zote. Kutoka sura ya 39 mstari wa 1 hadi mstari wa 31. Kutengeneza mavazi ya ukuhani. Na zile nyuzi za rangi ya samawi na za nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu, wakafanya mavazi yaliyofumwa kwa ustadi sana kwa ajili ya kutumika katika mahali patakatifu, na kuyafanya hayo mavazi matakatifu ya Haruni, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akaifanya hiyo naivera ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Nao wakaifua hiyo dhahabu hata ikawa mabamba membamba sana. Kisha wakaikata ile nyuzi ili wapate kuifuma pamoja na hizo nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyuzi nyekundu za kitani nzuri, kazi ya fundi stadi sana. Nao wakafanya na vipande vya mabegani kwa ajili yake, vilivyoungwa pamoja. Viliungwa pamoja na ncha zake 2, na huo mshipi wa kazi ya werevu uliokuwa juu yake ili kuifunga mahali pake. Ulikuwa wa kitu kimoja na wa kazi moja, na naivera ya dhahabu
na rangi ya samawi na rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Nao wakavitengeneza vile vito vya shohamu vilivyotiwa katika vijalizo vya dhahabu vilivyochorwa mfano wa kuchora kwake muhuri kwa majina yao wana wa Israeli. Naye akavitia katika vile vipande vya mabegani mwa hiyo naivera, viwe vito vya ukumbusho kwa wana wa Israeli, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akafanya kile kifuko cha kifuani, kazi ya fundi stadi, kama hiyo kazi ya naivera ya nyuzi ya dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Kilikuwa mraba. Wakakifanya kile kifuko cha kifuani kwa kukikunja. Urefu wake ulikuwa shibiri na upana wake ulikuwa shibiri. Tena kilikuwa ni cha kukunjwa. Nao wakatia safu 4 za vito ndani yake. Safu moja ilikuwa ni akiki na yakuti ya rangi ya manjano na baharamani vilikuwa ni safu ya kwanza, na safu ya pili ilikuwa zumaridi na yakuti samawi na almasi, na safu ya tatu ilikuwa ni hiakiontho na akiki nyekundu na amethisisto, na safu ya 4 ilikuwa ni azabajaradi na shohamu na yaspi. Vito hivyo vilikuwa vimetiwa katika vijalizo vya dhahabu, kila kimoja mahali pake. Na hivyo vito vilikuwa vyaandama majina ya wana wa Israeli 12 sawasawa na majina yao, mfano wa kuchora muhuri, kila mmoja kwa jina lake, kwa zile kabila 12. Nao wakafanya katika kile kifuko cha kifuani mikufu mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa ya dhahabu safi. Nao wakafanya vijalizo 2 vya dhahabu na pete 2 za dhahabu. Nao wakazitia hizo pete 2 katika ncha 2 za hicho kifuko. Nao wakaitia hiyo mikufu 2 iliyosokotwa katika hizo pete 2 zilizokuwa katika ncha 2 za hicho kifuko, na ncha hizo 2 nyingine, na hiyo mikufu 2 ya kusokotwa wakazitia katika zile vijalizo 2 na kuvitia vile vipande vya mabegani
vya naivela upande wa mbele. Nao wakafanya pete mbili za dhahabu na kuzitia katika ncha mbili za kifuko cha kifuani katika ukingo wake ulio upande wa naivela ulio ndani. Nao wakafanya pete mbili za dhahabu na kuzitia katika vile vipande viwili vya ile naivela chini yake upande wa mbele karibu na kifungo chake, juu ya huo mshipi wa naivela uliosukwa kwa ustadi.